Usiku wa Juni 8, Kenya ilisimama kimya huku Mahakama Kuu ikitoa moja ya maamuzi makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika siasa za taifa hili. Rigathi Gachagua ameendelea kupoteza vita vya impeachment, lakini wakati huo huo akashinda kesi ya ukiukaji wa haki zake. Mahakama imeidhinisha kuondolewa kwake mamlakani, lakini pia ikaamua kuwa Seneti ilikiuka haki yake ya kupata usikilizwaji wa haki. Na sasa Seneti imeamrisha kumlipa shilingi milioni 50. Swali kubwa linalotikisa taifa ni hili: ikiwa haki zake zilikiukwa, kwa nini impeachment yake ikaendelea kubaki halali? Hii ndiyo contradiction kubwa ndani ya hukumu hii ya kihistoria. Karibu Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani. Jina langu Ogaro Brian Osoro. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na hata kushare content yetu. Pia turn on notifications ili usikose chochote tunachoposti ndani ya Moto TV Kenya. Tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Jumatatu usiku wa Juni 8 umeingia kwenye historia ya kisiasa ya Kenya baada ya Mahakama Kuu kutoa hukumu nzito kuhusu impeachment ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Katika hukumu hiyo iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu kubwa nchini kote, majaji Eric Ogolla, Anthony Mrima na Freda Mugambi waliamua kuidhinisha mchakato wa impeachment uliomng'oa Gachagua mamlakani mwaka 2028. Mahakama ilisema kuwa bunge la taifa pamoja na seneti zilifuata taratibu za kikatiba katika kumwondoa mamlakani. Lakini hapo hapo, mahakama hiyo ikaamua kuwa haki za msingi za Rigathi Gachagua zilikiukwa wakati seneti ilipokataa kuahirisha kesi licha ya kutokuwepo kwake. Na kutokana na ukiukaji huo, seneti ikaamriwa kumlipa fidia ya shilingi milioni 50. Hii ndiyo hukumu ambayo sasa imegawanya maoni ya Wakenya, kwa sababu kwa mara ya kwanza mahakama imeamua kuwa haki zilikiukwa, lakini matokeo ya mchakato huo bado yakabaki halali. Ili kuelewa uzito wa hukumu hii ni lazima kwanza turudi nyuma kidogo. Mwaka 2028, tofauti za kisiasa ndani ya serikali ya Kenya kwanza zilianza kuonekana wazi hadharani. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alianza kuonekana kutengwa kisiasa, huku viongozi wengi waliokuwa karibu na Rais William Ruto wakianza kujiondoa upande wake. Mikutano ya kisiasa ikaanza kuwa ya tahadhari, kauli zikawa kali, na taratibu ule ushirikiano uliokuwa umeonekana imara wakati wa uchaguzi ukaanza kuvunjika mbele ya macho ya Wakenya. Kisha ukaja mchakato wa impeachment. Bunge la taifa likapitisha hoja dhidi ya Gachagua, huku wabunge wengi wakimuunga mkono rais na uongozi wa serikali. Baadaye suala hilo likapelekwa seneti, ambapo mashtaka dhidi yake yakajadiliwa kwa siku kadhaa. Hatimaye seneti ikaamua kuidhinisha impeachment yake, na hivyo Gachagua akaondolewa rasmi mamlakani. Lakini hapo ndipo vita vya kisheria vikaanza. Gachagua akaelekea Mahakama Kuu kupinga mchakato huo. Kupitia kwa mawakili wake, alidai kuwa haki zake za kikatiba zilikiukwa. Walidai kuwa mchakato ulikuwa wa kisiasa, ulikuwa wa haraka, na kwamba hakupatiwa nafasi ya kutosha kujitetea. Kwa miezi mingi, kesi hiyo ikawa moja ya kesi zilizokuwa zikifuatiliwa zaidi nchini Kenya. Na usiku wa Juni 8, hatimaye hukumu ikatolewa. Mahakama ikasema kuwa bunge na seneti zilikuwa na mamlaka ya kikatiba ya kuendelea na impeachment. Majaji wakasema kuwa kwa ujumla mchakato wa kumwondoa mamlakani ulikuwa halali kikatiba. Lakini hapo hapo majaji hao wakasema seneti ilifanya kosa kwa kukataa kuahirisha kesi licha ya kutokuwepo kwa Gachagua wakati wa sehemu muhimu ya usikilizaji. Mahakama ikaona kuwa hatua hiyo ilikiuka haki yake ya kupata usikilizwaji wa haki chini ya katiba. Na kutokana na ukiukaji huo, mahakama ikaamuru seneti kumpa Rigathi Gachagua shilingi milioni 50 kama fidia ya ukiukaji wa haki zake za msingi.
Hapo ndipo taifa likaingia kwenye mjadala mkubwa sana, kwa sababu wengi walitarajia kwamba kama haki zilikiukwa, basi impeachment yote ingebatilishwa. Lakini hilo halikutokea. Badala yake, mahakama ikaamua kuwa licha ukiukaji huo, impeachment yenyewe bado ilikuwa halali. Kwa maneno mengine, mahakama ilisimama katikati, haikumrudisha mamlakani Gachagua, lakini pia haikuacha seneti bila lawama. Na hapa ndipo sasa tunaanza kuona uzito wa kisiasa wa hukumu hii. Kwa upande mmoja, huu ni ushindi mkubwa kwa serikali na wale waliokuwa wakitaka Gachagua aondolewe mamlakani, kwa sababu jambo kuu ambalo walikuwa wanataka limebaki. Impeachment bado ipo, na hivyo basi kisheria Rigathi Gachagua bado si naibu rais wa Kenya. Lakini kwa upande mwingine, hii pia ni ushindi mkubwa kwa Gachagua kisiasa, kwa sababu sasa anaweza kusema kuwa hata mahakama kuu yenyewe imekiri kuwa haki zake zilikiukwa. Na katika siasa za Kenya, simulizi ya kuonekana kuteswa kisiasa inaweza kubadilika kuwa nguvu kubwa sana ya kisiasa, hasa katika eneo la Mlima Kenya ambapo tayari kuna hisia za mgawanyiko wa kisiasa. Wafuasi wake sasa wanaweza kusema ndio walimtoa mamlakani, lakini hata mamlaka imekiri kuwa hakutendewa haki. Na hapo ndipo contradiction kubwa ya hukumu hii ilipo. Kila upande sasa una sehemu ya kusherehekea. Serikali inaweza kusema mahakama imehalalisha impeachment, na wafuasi wa Gachagua wanaweza kusema mahakama imethibitisha haki zake zilikiukwa. Na hii ndiyo sababu hukumu hii inaweza kuendelea kuwa na athari kubwa sana kuelekea siasa za mwaka 2027. Tusisahau pia kuwa tayari kuna matarajio kuwa timu ya Gachagua inaweza kuelekea mahakama ya rufaa ama Court of Appeal ili kupinga sehemu za hukumu hiyo. Hivyo basi vita vya kisheria bado havijaisha kabisa. Usiku wa Juni 8 utaendelea kukumbukwa kama moja ya usiku mkubwa zaidi katika historia ya kisiasa ya Kenya. Usiku ambao mahakama kuu iliidhinisha impeachment ya Rigathi Gachagua, lakini wakati huo huo ikakiri kuwa haki zake zilikiukwa. Usiku ambao seneti ilishinda kisiasa, lakini ikaadhibiwa kisheria. Na sasa macho yote yanaelekezwa kwenye hatua inayofuata. Je, Rigathi Gachagua ataelekea mahakama ya rufaa? Je, hukumu hii itaimarisha au kudhoofisha ushawishi wake kisiasa? Na je, Kenya inaingia kwenye sura mpya ya siasa za victimhood kuelekea uchaguzi wa 2027? Tutazidi kufuatilia kwa kina kama Moto TV Kenya, ambacho ni kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare taarifa hii. Washa notification usipitwe na habari moto za sasa. Tufollow @Moto TV Kenya kwenye mitandao yote ya kijamii. Je, mtazamaji, unafikiria nini kuhusu swala hili la Rigathi Gachagua, na maoni yako ni yapi? Andika hapo chini kwenye comment section. Jina langu Ogar Brian Osoro. Salia ndani ya Moto TV Kenya, kituo cha kweli.